Kuchukua fursa hii kuishukuru Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, lakini kwa kipekee napenda kukushukuru wewe dada Fatma Hamis kwa maono yako ya kuona sasa kwamba sekta binafsi, lakini sio sekta binafsi tu, baada ya kupita mchakato mrefu wa kuomba tenda na kila kitu, kwamba kampuni ya Unique Touch ndio ambayo inakizi vigezo na kupewa mtoto huyu na jukumu hili kubwa kabisa kwa mustakabali wa Zanzibar na uchumi wa Zanzibar kwa ujumla. Asante sana Katibu Mkuu kwa yote ambayo tumefikia hadi siku hii ya leo. Lakini pia nipende kwa heshima ya kipekee kuishukuru Serikali ya Mapinduzi Zanzibar inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi. Serikali hii imekuwa na maono ya kubadilisha sasa serikali kuweza kushirikiana na sekta binafsi kwa maana ya PPP, Public Private Partnership, na tumeona haya kwenye sekta mbalimbali, wizara mbalimbali, taasisi mbalimbali, majukwaa mbalimbali. Kwa hiyo kupitia shughuli hii ya leo, press conference hii ya leo, hili sio jipya wala la kwanza. Ni maono ya Dr. Hussein Ali Mwinyi kuona sasa Zanzibar inaweza kusonga mbele kwa kasi anayoitaka, si kwa serikali tu ila kupitia sekta binafsi kama sisi kampuni iliyobobea katika shughuli hizi za uratibu, usimamizi na uandaaji wa shughuli mbalimbali kitaifa pamoja na kimataifa. Kwa hiyo nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kupitia wizara yake ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, lakini pia kwa kipekee na kwa heshima tukufu kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maono ya viongozi hawa katika kubadilisha uchumi, biashara pamoja na mambo mengine yote ndio leo imefikia siku hii ambayo ni ya kihistoria kwa serikali kuweza kuipa jukumu hili kampuni binafsi kuweza kuendesha tamasha la kimataifa la biashara. Tukio hili la utiaji saini sio utiaji saini tu na mashirikiano, ila ni tukio la kipekee la kuonyesha uthubutu, uwezo na uweledi wa kuweza kutimiza ndoto na malengo ya wizara kupitia Serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda hawakutupa tu kwa kubahatisha, wanataka kuona matokeo. Na kila tukikaa kwenye vikao wanasema tumewapa nyinyi, sio kama ni bora zaidi. Bora walikuwa ni wengi, lakini katika bora lazima patikane mmoja ambaye anaweza kusimamia, na bahati hiyo imeangukia kwa Unique Touch. Kwa hiyo jukumu letu kama Unique Touch ni kuonyesha kwa jamii ya Wazanzibari, wana Tanzania, Afrika Mashariki, Afrika nzima na dunia kwamba tumethubutu na tunaweza. Na tuko tayari kudhihirisha hilo ifikapo tarehe 29 hadi 16 Januari 2026. Katibu Mkuu, nipende kuwaeleza jamii yote, Watanzania wote wanaotutazama katika vyombo vyote vya habari kwamba jukwaa hili, maonyesho haya, tamasha hili ambalo liko mbele yetu litajumuisha mambo yote katika kuwasaidia taifa, wananchi wake, wafanya biashara, bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa na wafanya biashara hao, lakini masoko. Unapokuwa na biashara na bidhaa ni lazima uwe na masoko au soko la kuweza kuuza bidhaa hizo. Kwa hiyo maonyesho haya yanayokuja Nyamanzi si maonyesho tu ya kwamba watu wanakuja kutembea na kuburudika, ni sehemu ya kipekee ili bidhaa hizo na watu hao ambao watashiriki kuweza kupata masoko kitaifa kwa maana ndani ya Tanzania, lakini kimataifa kupitia msaada mkubwa na mwongozo mkubwa wa TanTrade ambao mwakani wanatimiza miaka 50 ya TanTrade. Kwa hiyo tunashukuru sana TanTrade kwa support na mashirikiano yao. Sisi tunaenda miaka 12, lakini TanTrade ana miaka 50. Unashirikiana na mtu kwa karibu mwenye miaka 50. Kwa hiyo tunategemea kupitia mwongozo wa TanTrade na mashirikiano na uzoefu wa kwetu tuliokuwa nao kwa muda wa miaka 26 jambo hili, na nipende kuhakikishia wizara kupitia meza yako na wote waliofika kwamba kamwe hatutawaangusha. Ya yote naomba kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema
kutujalia afya njema na kutuwezesha kujumuika hapa leo kwenye shughuli hii muhimu ya uwekaji saini mkataba kati ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda na kampuni ya Unique Touch Promotion kwenye kikao hichi ambacho pia kwenye uingiaji saini hii tutarasimisha makubaliano haya ya wao kuweza kuandaa maonyesho yetu haya ya biashara ya kimataifa ya Zanzibar 2026 pamoja na kuonana na waandishi wa habari. Leo sio siku ya kusaini pekee, bali ni mwanzo wa ushirikiano mpya utakaosaidia kuimarisha nafasi ya Zanzibar kama kivutio cha ushindani katika biashara, viwanda, lakini pia kwenye uwekezaji ndani ya kanda na kimataifa. Kama nilivyomsikia mkurugenzi wetu wa biashara na masoko alivyotangulia kusema kuwa sasa hivi ZITF ama Zanzibar International Trade Fair imekuwa ni jukwaa muhimu sana la kutangaza bidhaa zinazozalishwa visiwani, lakini pia ni miongoni mwa matukio makuu yanayofanyika kusherekea na kuelekea kwenye kilele cha siku ya Mapinduzi ambayo ni tarehe 12 Januari ya kila mwaka. Utangazaji wa bidhaa si za ndani tu, lakini pia za kimataifa, kuunganisha wafanyabiashara wakubwa, wadogo, wajasiriamali wetu wadogo na wakati, kuwaunganisha pamoja waweze kupata masoko ya kikanda na kimataifa na kuonyesha ubunifu na uwezo mkubwa wa uchumi wa Zanzibar na kuvutia uwekezaji na ukuaji wa biashara kwa ujumla wake. Umuhimu wa ushirikiano huu, Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda tuliamua kuweza kutafuta event organizer kupitia mchakato wetu wa ndani kwa kufuata taratibu zote na hatimaye kuja kuridhia kampuni ya Unique Touch Promotion na kuwapa kazi hii ya kuweza kuandaa tukio letu hili muhimu la kila mwaka. Uamuzi huu ni uamuzi wa kimkakati kupitia uzoefu wao wa kitaalamu katika kusimamia matukio makubwa na mbinu zao za ubunifu za masoko na matangazo. Tunaamini kuwa ZITF ya mwaka 2026 itaweza kudumisha hadhi yake ya ubora, pia itaweza kutufanya tupige hatua kubwa sana kwenye kupata mafanikio kupitia tamasha letu hili, maonyesho haya. Uamuzi huu ni kama nilivyosema ni wa kimkakati kutokana na kuwa kama unavyoelewa jukumu la Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda, majukumu yetu makuu ni kuweza kuhakikisha kuwa tunaweka mazingira rafiki ya kibiashara, na majukumu haya yamelenga kwenye maeneo mengi ikiwemo maeneo ya kurasimisha biashara, kuzisajili, kuhakikisha kuwa bidhaa zinazoingia ndani ya nchi zinakidhi vigezo, lakini pia kuhakikisha kuwa tunamlinda mlaji. Majukumu haya ni mengi sana na makubwa sana. Ili tuweze kufocus kwenye utoaji huduma wetu kwa wananchi na wafanyabiashara, tumeona kuna haja kwenye haya matukio makubwa tuweze kushirikiana na sekta binafsi kwenye kuyasimamia, na sisi kama wizara tutaendelea kuratibu kama wamiliki wa haya maonyesho. Kweli ni kwamba sote tuko hapa tukiwa katika afya njema kwa ajili ya tukio kubwa moja la kusaini makubaliano kati ya Wizara ya Biashara na Maendeleo ya Viwanda na kampuni ya Unique Touch. Sherehe ya leo inaandika historia mpya katika safari ya maonyesho ya kimataifa ambayo yanafanyika hapa Zanzibar kila mwaka mwezi wa Januari kwa ajili ya sherehe za Mapinduzi. Kwa mara ya kwanza, wizara imeipa dhamana kampuni ya sekta binafsi ili kuandaa, kuratibu, kusimamia na kutekeleza haya muhimu. Hii ni hatua ya kijasiri na ya kimkakati inayodhihirisha nia ya dhati ya serikali kushirikisha sekta binafsi katika kukuza uchumi, kuimarisha ushirikiano na kutoa jukwaa la kweli kwa wafanyabiashara wa ndani na wa kimataifa. Jumuiya ya Kitaifa ya Wafanyabiashara hapa Zanzibar inatoa pongezi kwa Wizara ya Biashara kwa kuona umuhimu wa kushirikisha sekta binafsi, na pia hongera kwa Unique Touch
kwa kupata heshima hii kubwa. Tunatarajia kuona ubunifu, ubora, uratibu na weledi katika utekelezaji wa jukumu hili. Hata hivyo, kama mwenyekiti wa ZNCC, napenda kutoa rai maalum. Rai hii imezungumzwa na wengi hapa katika masuala majibu, kwamba tunahitaji vile vile kuzingatia kwamba lengo kuu la maonesho ni kuwaunganisha wafanyabiashara na wateja, wawe washiriki kutoka ndani au nje ya nchi. Ili kufanikisha hili, ni vyema, na narudia tena, ni vyema kwa toleo hili la mwanzo, Unique Touch, wakafikiria upya suala la tozo za kuingia. Kwa sababu nazungumza kwa toleo hili la mwanzo, kwa sababu uzoefu unaonesha wale wote ambao wana exhibit katika maonyesho haya wanategemea wateja wa ndani kununua bidhaa zao. Tukisema kwa kuwa tunaanza wateja hawa kuwatolesha tozo za kuingia, na mindset zetu za Kizanzibari ni kwamba tunaanza kuwazuia wasiende, na tunapowazuia wasiende tunaanza kuona kwa kuwa kuna wajasiriamali ambao, nimeona banda la wajasiriamali ambao wengi ni wajasiriamali wafanya biashara ndogo ndogo, na wao nini yao kubwa ni kuhakikisha kwa kuwa wanakwenda pale kwa ajili ya kuuza bidhaa zao, na bidhaa zao zitahitaji wateja. Naamini kwa kuwa kumewekwa mikakati thabiti, ikiwemo kuwaalika wasanii wakubwa kutoka Tanzania kuja pale, lakini hili suala naomba kwa toleo la mwanzo tufikirie, ili kujenga at least kuonesha kwa kuwa toleo litakalofuata tutaanza kutolesha tozo za kuingia katika yale maonyesho.